Wakati ndugu zangu wale ambao mnamiliki magari, labda gari lako unaona limechoka, rangi yake imeharibika, labda bampa limekatika, na inawezekana unataka uliweke gari lako katika muonekano mpya kabisa wa kisasa, muonekano wa kidigitali, muonekano wa vijana, hata kama umri umeenda kidogo. Basi hiyo kazi ambayo anaifanya ni mtu ambaye ni Team Russia dam, na tulishakubaliana kwamba sisi Team Russia tutakuwa tunafanya shughuli zetu kwa kuungana mkono. Unaweza ukampigia sasa hivi mtaalam bwana Abu Garage, yani popote pale wewe ulipo, as long as wewe ni Team Russia, ujue ukienda pale lazima utakuwa una discount kubwa sana kwa bwana Abu Garage, fundi wa kutengeneza magari, kunyosha mabampa, kupaka rangi, kulibadilisha gari muonekano na mambo mengine. Piga simu sasa 0764 anapatikana Sayansi Kijitonyama jijini Dar es Salaam, na anafanya kazi siku 7 za wiki. Wewe peleka gari yako ili aweze kukutengenezea. Sasa ni huyu Abu Garage, mtaalam kabisa, ndiye ambaye anatupeleka huko Mashariki ya Kati. Mambo yamebadilika, sio tena swala la usitishaji wa mapigano kwa muda wa wiki 2. Sasa jambo limebadilika, hali imekuwa ni mbaya zaidi. Israel walikuwa wanafuata upepo, ni bendera fuata upepo wao, baada ya Marekani kutangaza kwamba amesitisha mapigano kwa muda wa wiki 2 na Iran. Israel na mwenyewe alilazimika kufuata mkumbo, maana wanasema anayemuoa mama ndiye baba. Israel walilazimika kufuata mkumbo wa Marekani kwa sababu wao hawana uwezo kabisa wa kupambana na taifa la Iran. Lakini walikasilishwa sana na kitendo hicho kwa sababu tuliona waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitangaza kwamba amechukizwa sana na kitendo cha Marekani kufika hatua ya kufanya maamuzi ya kusitisha mapigano kwa wiki 2 bila kuishirikisha Israel, kwa maana ya Israel nayo kutoa maoni yao. Sasa tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka 2026 Israel wakaonesha upande wao wa pili wa shilingi. Ndio maana tunasema hakuna kazi ngumu sana kwa hivi sasa kumtetea waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu. Kwa sababu gani? Israel walifanya mashambulizi makubwa sana katika taifa la Lebanon, na hususan mji mkuu wa Lebanon kwa maana ya Beirut, na story nadhani tuliwaambia mpaka sasa zaidi ya watu 200 wamefariki dunia. Mashambulizi ambayo yalichukua dakika 10 tu, lakini watu zaidi ya 200 wamefariki dunia. Na sababu ni zipi? Ni kwa sababu alilenga katikati ya mji, na kulenga katikati ya mji maana yake ni kwamba umelenga raia wasiokuwa na hatia. Ukiwasikiliza wa Israel wanasema walifanya mashambulizi hayo kwa sababu kile kikundi cha Hezbollah ambacho ndicho ni cha kimapinduzi kule Lebanon, na wanasema kinapewa support na Iran, kilikuwa kinakaa katika maeneo ambayo waliyashambulia. Sasa baadaye Hezbollah ikajibu mashambulizi kwa mashambulizi, na wakaapa kuendeleza mashambulizi hadi uchokozi wa Marekani na Israel utakapokoma. Yani Hezbollah hawasemi uchokozi wa Israel. Hezbollah wanasema uchokozi wa Marekani na Israel, kwa maana wanaamini kwamba Israel wenyewe hawana uwezo wa kupambana kwa kiasi hicho. Harakati ya mapambano ya Hezbollah ya nchini Lebanon imeanzisha mashambulizi makubwa ya makombora kuelekea kwenye makazi haramu yaliyopo kaskazini mwa maeneo yanayokaliwa kwa mabavu, ikiwa ni jibu kwa mashambulizi ya awali yaliyotekelezwa na Israel na kusababisha vifo. Katika taarifa ambayo imetolewa, harakati hiyo inasema imelenga makazi ya Manara kwa ajili ya kuilinda Lebanon na watu wake, ikiwa ni kuitikia uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano ambao umefanywa na adui, na baada ya upande wa Israel kutofuata makubaliano wakati adui huyu hakuyazingatia.
Jibu hili litaendelea hadi uchokozi wa Israel na Marekani dhidi ya nchi yetu na watu wetu utakapositishwa, imezungumza sehemu ya taarifa hiyo. Mapema utawala wa Israel, nimekuambia, ulifanya mashambulizi katika mji mkuu nchini Lebanon, hasa Beirut, ambao umesababisha vifo vya watu zaidi ya 254, wengine zaidi ya 1100 kujeruhiwa. Na utawala wa Israel umefanya ukiukwaji mwingine wa makubaliano kusitisha mapigano ya mwaka 2024 ambao ulitia sign na Hezbollah, ambayo ulilenga kukomesha ongezeko la mashambulizi dhidi ya Lebanon yaliyokuwa yamesababisha vifo vya maelfu ya watu. Jumatano, rais wa Marekani Trump alitangaza kukubaliana na kusitisha mashambulizi dhidi ya Iran kwa muda wa wiki 2. Akasema pendekezo la vipengele 10 ambalo limewasilishwa na Jamhuri ya Kiislamu linaweza kuwa msingi ambao unatekelezeka kwa mazungumzo pamoja na kuitengeneza hiyo frame ya majadiliano hayo. Lakini baadaye tukaona rais wa Marekani bwana Donald Trump alitoa machapisho pamoja na makamu wa rais wa Marekani JD Vance, ambapo wanasema taarifa ambazo zinaonyesha vipengele 10 ambavyo Marekani wamekubaliana navyo vilivyotolewa na Iran ni vipengele fake, na ameanza sasa hivi kuziandama media mbalimbali ambazo yeye ndizo alizokuwa akizitumia kueneza propaganda zake. Tumeona ameziandama CNN, tumeona ameandama na vyombo vingine vya habari, akasema vimechapisha taarifa fake ambazo sio kile ambacho Marekani walikuwa wamekifanya. Na kwa upande wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, wao wametangaza kwamba Iran inajiandaa kutoa jibu litakalosababisha majuto kufuatia mashambulizi mapya ya Israel dhidi ya Lebanon, na kuonya kuwa shambulio lolote dhidi ya Hezbollah litachukuliwa kuwa ni shambulio dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Yani wa Iran wenyewe wanatueleza vizuri sana kwamba wao sio kwamba wamesitisha hayo mapigano, wamesitisha kizembe. Hapana, bado wapo katika mapigano na wamejiandaa kupigana vizuri zaidi na zaidi. Sasa kufuatia mashambulizi haya ambayo yamefanywa na Lebanon, lakini pia yaliyofanywa na Israel kule Hezbollah au Lebanon Beirut, tumeona spika wa bunge la Iran bwana Khalibaf amesema kuna taarifa kuhusu ukiukwaji wa vipengele 3 muhimu vya pendekezo ya vipengele 10, mfumo ambao umekubaliwa kabla ya kuanza kwa mazungumzo. Kutokuaminiana kwa kina tuliko nako dhidi ya Marekani kunatokana na historia ndefu ya ukiukwaji wa mara kwa mara wa ahadi zake, mtindo ambao kwa masikitiko makubwa umejirudia tena. Kama alivyoeleza wazi rais wa Marekani Trump, pendekezo la vipengele 10 la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni msingi unaotekelezeka wa kuanzisha mazungumzo na ndiyo mfumo mkuu wa majadiliano hayo. Hata hivyo, hadi sasa vipengele 3 vya pendekezo hilo tayari vimekiukwa. Kipengele cha kwanza ni kutotekelezwa kwa kipengele cha kwanza cha pendekezo hilo kinachohusu usitishaji wa mapigano nchini Lebanon, ahadi ambayo pia ilisisitizwa wazi na waziri mkuu Shehbaz Sharif kuwa ni usitishaji wa mapigano wa haraka kila mahali, ikiwemo Lebanon na maeneo mengine, uanze mara moja. Lakini pili, kuingia kwa ndege isiyo na rubani drone ndani ya anga la Iran ambayo ilidunguliwa katika mji wa Ral, mkoa wa Fars, ikiwa ni ukiukwaji wa wazi wa kipengele kinachokataza uvamizi wowote wa anga ya Iran. 3, kunyimwa haki ya Iran ya kurutubisha madini ya uranium, haki ambayo imeainishwa katika kipengele cha 6 cha mfumo huo. Kwa hali hii, msingi unaotekelezeka wa mazungumzo umetajwa wazi kuwa umevunjwa hata kabla mazungumzo yenyewe hayajaanza. Katika mazingira kama haya, kufikia usitishaji wa mapigano wa pande mbili au kuanza kwa mazungumzo kunaweza kuwa jambo lisilokuwa na uwezekano, jambo ambalo halina mantiki. Hawa ni wa Iran ambao hawataki kuzunguka kabisa. Yani Iran sasa hivi hawataki kuzunguka mbuyu, hapana. Sasa hivi wanazungumza black and white kwamba tunaona jambo hili limeshindikana kutekelezeka, kwa hiyo tuna kila sababu ya kuendelea kupambana na tutapambana na ninyi. Sasa baada ya tangazo la kusitishwa kwa mapigano kwa muda wa wiki 2, rais wa Marekani bwana Donald Trump ameibuka na ametoa ujumbe mkali sana ambao unasema hivi: vikosi vyote vya Marekani ikiwemo meli, ndege na wanajeshi pamoja na nyongeza ya risasi, silaha na kila kitu kinachohitajika kwa ajili ya kuendesha operation za kivita zenye nguvu vitaendelea kubaki katika maeneo ya Iran na pembezoni mwake hadi pale makubaliano halisi yatakapofikiwa.
na yatakapotekelezwa kikamilifu. Iwapo kwa sababu yoyote hayatatimizwa, jambo ambalo linaonekana kuwa halitarajiwi, basi mashambulizi yataanza tena kwa kiwango kikubwa zaidi, bora zaidi na chenye nguvu kuliko ambacho dunia imewahi kushuhudia. Ilikubaliwa tangu zamani kwamba hakutakuwa na silaha za nyuklia licha ya propaganda za uongo zinazosemwa kinyume chake. Aidha, mlango wa Straits of Hormuz lazima ubaki wazi na salama. Wakati huo jeshi letu kubwa linaendelea kujiandaa na kupumzika likisubiri kwa hamu operation zake zijazo. Marekani imerejea. Ndio maana mnasikia wa Iran wamekuwa wana matamko mazito sana kwamba hawajamaliza, hawajasitisha vita, wanataka kuendelea kupigana. Leo rais wa Marekani mwenyewe anasema ameona wanajeshi wake wakapumzike kidogo baada ya kuwa wamekutana na hilo balaa la Iran katika kipindi hicho cha siku 40. Sasa amesema anataka wakapumzike, lakini wafanye maandalizi mazuri ya jeshi zaidi. Sasa kauli kama hii inamaanisha nini? Huu sio ujumbe tu wa kawaida. Hili ni tamko ambalo tunaweza tukasema lina vipengele vingi, lina matabaka mengi. Kwanza linaongelea eneo la jeshi kwamba wanataka wakajilinde, wakaongeze nguvu, wakapumzike. Lakini pia kisiasa ni kama anaendelea kutoa vitisho vile vile ambavyo alivitoa kipindi cha nyuma, ambavyo vinalenga kuharibu saikolojia ya wa Iran, lakini hivyo tayari vimesha fail. Lakini pia ni kama kuna mkakati fulani ambao rais wa Marekani bwana Donald Trump anataka kuueneza. Anaposema vikosi vyetu vitabaki Iran na pembezoni mwake, maana yake Marekani haiondoi jeshi. Na hili linaweza likawa sasa ni shinikizo la moja kwa moja kwa Iran, kwa sababu Marekani imeonyesha kwamba usitishaji wa mapigano sio kukimbia, bali ni kama kulipa pumziko jeshi lake. Na kuwepo kwa majeshi karibu na Iran ni kwamba wana uwezo wa kushambulia sekunde yoyote. Na Trump anataka Iran ijue kwamba hakuna amani kamili, bali amani yenye bunduki mezani. Na anapoongelea kwamba mpaka makubaliano halisi yatakapotekelezwa, hii maana yake ni kwamba Trump anakataa kabisa makubaliano ya sasa ya wiki 2 kama makubaliano ya muda. Anatengeneza hoja kuwa makubaliano ya kweli bado hayajafikiwa, na inampa Marekani uhuru wa kubadilisha masharti wakati wowote, kusema mjatekeleza hata kama kuna tafsiri tofauti. Kwa lugha nyepesi, rais wa Marekani anajitengenezea mlango wa kuanzisha vita tena kisheria pamoja na kisiasa. Lakini pia rais wa Marekani anasema kwenye lugha yake, anasema shooting starts bigger, better and stronger. Yani hili sasa sio tishio tu la kawaida. Hii tunasema ni kutengeneza hofu. Anajaribu kututengenezea picha kwamba vita vijavyo vitakuwa ni vibaya zaidi kuliko vita ambavyo vimepita. Na inamaanisha kwamba kwanza namtisha Iran ili akubali masharti, lakini pia kuwatuliza washirika wa Marekani kuwa Marekani bado ina nguvu, kuwazuia maadui wengine kama Hezbollah kuongeza mashambulizi. Kwa hiyo ukivunja makubaliano hautaona vita vya kawaida, utaona maangamizi. Akisema no nuclear weapon, anasema hivi, Marekani inaweka mstari mwekundu. Iran haitakiwi kuwa na silaha za nyuklia. Hata kama Iran inasema ni haki yake kurutubisha uranium, Marekani inaona hilo ni kama tishio la moja kwa moja. Na hiki mtakumbuka ndio kiini cha mgogoro mzima. Iran haki yetu ya teknolojia, Marekani hatari ya silaha. Hapa hakuna maelewano rahisi, ndio maana vita viko karibu kila wakati. Lakini pia rais wa Marekani kwenye maneno yake anasema Strait of Hormuz lazima ibaki wazi na salama. Strait of Hormuz, yani kwa hivi sasa tumeshagundua kwamba nguvu ya dunia haipo kwenye dola. Nguvu ya dunia ipo kwenye Strait of Hormuz. Yani Strait of Hormuz kwa kifupi ni uchumi wa dunia. Kwa nini? Kwanza zaidi ya 50% ya mafuta duniani yanapita pale. Iran inaweza ikafunga au kuizuia njia hii sana wakati wowote ule. Kwa hiyo Trump anasema hili ni red line ya kimataifa, sio kwa Marekani tu. Maana yake Marekani ipo tayari kupigana moja kwa moja kulinda Hormuz. Hii inaweza ikageuza mgogoro kuwa sasa ni mgogoro wa kiuchumi wa kidunia, sio mgogoro wa kiuchumi wa Middle East, au sio mgogoro wa kiuchumi wa US, au sio mgogoro wa kiuchumi wa yale mataifa ambayo yanategemea Strait of Hormuz. Hapana. Jeshi la Marekani linaandaa operations zijazo wakisubiri amri. Hii ni maana gani? Yani akisema wanasubiri amri, wanasubiri ushindi, maana yake ni kwamba Marekani ipo kwenye, mpaka sasa hivi Marekani wana mindset ya ushindi, sio ulinzi.
Marekani hawaoni hii kama vita ya kujilinda, bali ni fursa ya kubadilisha mizani ya nguvu Mashariki ya Kati. Na Marekani is back again. Yani iko hivi, amani ya muda, maandalizi ya vita kubwa zaidi. Umewahi kusikia tumepiga makelele sana kipindi cha nyuma, wanasema kama hautaki vita, jiandae na vita. Umeelewa? Kama unataka kupigana na vita, make sure hauna cha kupoteza. Amani ya muda ukijumlisha maandalizi ya vita kubwa zaidi, inamaanisha ceasefire sio mwisho wa vita. Marekani bado ipo tayari kushambulia. Homs ni kitovu cha mgogoro. Makubaliano yanaweza kuvunjika sana wakati wowote kutokana na kauli za bwana Donald Trump. Nimesema kwenye group letu la Team Russia, and by the way, niliwaambia wale ambao mnahitaji kuwa kwenye group la Team Russia, jana niliwekea kwenye posti namba ya kujiunga, mtapewa masharti na mwisho siku maisha yataendelea. Rais wa Marekani Donald Trump bado ameendelea kuwa mwanamitandao maarufu duniani. Ameandika, NATO wasn't there when we needed them and they won't be there if we need them again. Remember Greenland, that big pool round piece of ice. President Donald Trump Jr. Anasema hivi, yani rais wa Marekani Donald Trump analalamika kuwa washirika hawakutoa msaada wa kutosha. Yani ni kama Marekani sasa hivi imevunja kabisa imani na muungano huo. Marekani yani Donald Trump anajenga hoja kwamba Marekani haipaswi kutegemea tena NATO kwa usalama wake. Hii ni hatari kwa sababu NATO inategemea umoja. Sasa Marekani anataka kujiondoa. Yani Marekani tayari kuna kitu chake ambacho ameshakitengeneza ambacho anataka kiwe mbadala wa NATO. Sasa unawezaje kujiondoa kwenye NATO wakati umesha sign mikataba mengi sana? Ndio hizi sasa figisu mmeanza kuzisikia. Anasema NATO haikuwepo and they won't be there if we need them again. Yani anasema hawaaminiki tena hawa watu. Marekani inatakiwa ichukue hatua peke yake kupunguza ushirikiano wa kijeshi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba rais wa Marekani taratibu na hiyo NATO. Kwa kifupi ni kama wanataka kujiondoa. Akawaambia we have to remember Greenland. Greenland ni eneo la kimkakati sana. Hizi ni njia za kijeshi. Kuna rasilimali madini na mafuta, ufuatiliaji wa makombora. Sasa historia ya nyuma, Trump aliwahi kutaka kuinunua Greenland mwaka 2019. Denmark, mwanachama wa NATO, wakakataa kabisa hicho kipengele. Sasa rais wa Marekani anapohitaji, manake anaonesha kwamba bado kuna mambo, hasira ya zamani dhidi ya washirika wa NATO, umuhimu wa kimkakati wa eneo hilo. Anasema that big pool round piece of nice ice, ni kwamba anaidharau Greenland na kwa njia isiyo ya moja kwa moja Denmark pamoja na nchi wanachama wa NATO. Lakini ndani yake rais wa Marekani anatuma ujumbe kwamba eneo hili lina thamani, lakini linaendeshwa vibaya na sisi tungeweza kulitunza vizuri zaidi. Maana yake ni kwamba amechanganya kejeli humo ndani, lakini pia amechanganya tamaa za kuweza kuichukua. Na rais wa Marekani Donald Trump anaonyesha kupungua kwa imani dhidi ya NATO. Marekani chini ya Trump imeona kabisa kwamba NATO ni mzigo, haina faida. Lakini pia NATO inapingana na mwelekeo wa America First, kwamba Marekani itachukua hatua peke yake bila kusubiri washirika wowote wale. Sasa mjue kabisa kwamba vita bado ni ngumu. Yani vita kama watu mlikuwa mnadhani labda imeishi kwa sababu wametangaza ceasefire, sio kweli. Vita bado ni ngumu, hali bado ni tete. Ukanda wa Mashariki ya Kati bado umebaki kuwa lulu duniani. Iran bado wanaonyesha kwamba wana uhitaji na hii vita. Iran hawataki kabisa kusikia chochote kuhusiana na kinachoitwa ceasefire. Wametangaza kwamba tayari kuna vipengele vimeshakiukwa na wamesema wako tayari sasa kuanza mashambulizi sana wakati wowote. Israel anauambia ulimwengu kwamba yeye ana kiburi, anaweza kafanya jambo lolote, Marekani sio lolote kwake. Hezbollah wanamwambia sisi tutawavunja. Kwa hiyo bado hali ni ngumu Mashariki ya Kati, mabibi na mabwana. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele